Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania siku ya leo. Samia Suluhu na chama kizima cha CCM kimepokea pigo kubwa na ripoti mbaya siku ya leo ikiwa Ikulu Dodoma. Sasa hivi John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema ametoa kauli za kutatanisha. Kauli hizi kuhusu mwenendo wa CCM na pia kukishambulia chama hicho kwa kutoa tuhuma hizi kali. Kabla nikuonyeshe na nikujuze tuhuma hizo, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Naibu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche amekishambulia chama cha mapinduzi CCM na kukituhumu chama hicho kufanya kazi kwa mawazo ya kizamani ambayo hayakisi hali halisi ya jamii ya kisasa wa Tanzania. Katika ujumbe wake, makamu mwenyekiti huyo wa Chadema, ujumbe huo mzito wa kutatanisha uliosambazwa kwenye akaunti yake rasmi ya mtandao wa kijamii, John Heche alidai kuwa mtindo na mbinu za CCM inayoongozwa na Samia Suluhu zimebakia kuwa na mizizi ya siku za nyuma, hata kama idadi ya watu nchini hususan vijana wake wamefahamu zaidi uchambuzi na ufahamu wa kisiasa wa karne hii. Heche alisema namna CCM inavyofanya siasa kwa sasa ni kana kwamba bado inashughulikia wananchi na vijana wa miaka ya 1960, enzi ambazo upatikanaji wa taarifa ulikuwa mdogo na wananchi walikuwa na zana chache za kuhoji simulizi rasmi. Alidai kuwa mtazamo kama huo haufanyi kazi tena katika Tanzania ya leo, ambapo vijana wanaonyeshwa mijadala ya kimataifa, vyombo vya habari vya kidijitali na mitazamo tofauti inayowaruhusu kutathmini kwa kina vitendo kwa serikali na ujumbe wa kisiasa. Kiini cha ukosoaji huu wa John Heche kwa Samia Suluhu na CCM ni kauli yake kwamba CCM chini ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kuegemea kwenye mikakati iliyoundwa kuchagiza maoni ya umma kupitia simulizi zilizodhibitiwa badala ya ushiriki wa kweli. Hata hivyo, alisema kuwa badala ya kuendana na mwamko wa kisiasa wa idadi ya watu, chama tawala kinajaribu kudhibiti upinzani kupitia njia za jadi za ushawishi ambazo zinapouza uwezo wa raia wa kufikiria kwa uhuru. Katika chapisho hilo lake kama nililokuwekea kwenye skrini yako kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter ama ukipenda X, John Heche aliandika hivi nikimnukuu: "The way CCM wanafikiri na kutenda zama hizi ni kama vile wanashughulika na watu wa miaka ya 1960. Dunia imebadilika, vijana wa sasa wanafikiri, kuchambua na kulinganisha, wamesoma, wanafanya critical thinking. Nyie mnachukua vilaza mwananyamala, mnawapa 10,000 na kuwatuma wajigeuze watu wa dini fulani. Vijana sasa wanachambua mpaka namna watu wa dini fulani wanavyotembea na kuomba. Kila mnalowatuma hao vilaza wenu kusema dhidi ya haki linawageuka mara 5 zaidi. Sinema hazina mwendelezo wala majawabu. Hiki ni kizazi tofauti, msipobadilika watawabadilisha kwa nguvu." Hata hivyo, hili ni chapisho na matamshi yake John Heche. John Heche alisisitiza kuwa kizazi cha sasa cha Watanzania, hasa vijana na wanafunzi wa mijini, wana kile alichokieleza kuwa ni critical thinking inayowezesha kuchambua, kulinganisha na kupinga taarifa zinazotolewa na viongozi wa kisiasa ambazo ni za uongo. Kwa mujibu wake, ukweli huu unazidi kuwa vigumu kwa chama chochote kuchakachua maoni ya wananchi, hasa vijana wa Gen Z, kupitia kauli mbiu zilizorahisishwa au madai yasiyo na udhibitisho, jambo ambalo anaamini CCM imeshindwa kulielewa kikamilifu. Katika maelezo yake, John Heche alikishutumu chama tawala cha Samia Suluhu CCM kwa kuandaa na kufadhili watu binafsi, kueneza propaganda au kutetea hadharani misimamo yenye utata inayominya haki za kidemokrasia. Alisema vitendo hivyo sio tu kwamba vinashindwa kushawishi umma, lakini mara nyingi vinarudi nyuma na kuelekeza umakini kwenye dhuluma ambayo inakusudiwa kuficha. Alieleza kuwa huo ni mtindo unaojirudia mara kwa mara, unaoakisi kile anachokiona kuwa ni upotoshaji wa kimsingi wa mienendo ya kisiasa sasa inayofanywa na CCM chini ya uongozi wa Samia Suluhu. Hata hivyo, aliendelea zaidi kuonya kuwa mbinu hizo ni hatari, hasa katika jamii ambapo imani ina jukumu kuu katika maisha ya jamii, na akasisitiza kuwa vijana wa leo wako makini sana na majaribio ya kuendesha hisia za kidini kwa manufaa ya kisiasa. Kulingana na John Heche, vijana wa Kitanzania wanachunguza kwa uangalifu na kuchambua sio tu yale ambayo watendaji wa kisiasa wanasema, lakini pia jinsi wanavyofanya, hadi kile alichokiita maelezo madogo zaidi. Alidai kuwa
uchunguzi huu unafanya iwe vigumu kwa viongozi wa kisiasa kuficha migongano kati ya matamshi yao ya umma na matendo yao. Kwa maoni yake, kushindwa kwa CCM kulitambua hili kumeongeza pengo kati ya watawala na kizazi kinachodai uwajibikaji na uwazi. John Heche alitaja mikakati ya sasa CCM ya kisiasa kuwa ni tamthilia zisizo na msingi na uaminifu wa muda mrefu. Alisema mbinu hizi zinaweza kuunda vichwa vya habari vya muda mfupi au hisia za muda mfupi za umma, lakini hazishughulikii matatizo ya kina ya wananchi, ikiwa ni pamoja na usawa wa kiuchumi, ukosefu wa ajira kwa vijana, utawala na uhuru wa raia Tanzania. Alishikilia kuwa kila jaribio la kunyamazisha ukosoaji au kuelekeza upya mjadala wa umma huongeza tu kufadhaika na kuimarisha ufahamu wa kisiasa. Katika kuhusisha ukosoaji wake moja kwa moja na uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, John Heche alipendekeza kuwa kushindwa kwa CCM kuvunja utamaduni wake wa zamani wa kisiasa kunaonyesha kutotaka kukumbatia mageuzi yenye maana, huku akikiri kwamba rais amejionyesha kama kiongozi mwenye nia ya mageuzi katika jukwaa la kimataifa. Heche alisema kuwa ndani ya nchi mbinu za chama zibadiliki, hasa jinsi sauti zinazopingana zinavyochukuliwa. John Heche alionya kuwa matokeo ya kukatwa huku yanaweza kuwa makubwa. Alisema kwamba kizazi kinachohisi kupuuzwa, kudharauliwa au kupotoshwa kimakusudi hakina uwezo wa kubaki kimya. Badala yake alitabiri kwamba shinikizo la kisiasa kutoka kwa vijana lingeendelea kukua, sio kupitia vurugu, lakini kupitia misimamo thabiti, uharakati wa kiraia na maamuzi madhubuti kwenye sanduku la kura na katika mazungumzo ya umma. Aliweka wakati wa sasa wa kisiasa kama hatua ya mabadiliko, akisisitiza kwamba Tanzania si jumuiya tena ambayo mamlaka hayana shaka. Kulingana na Heche, majukwaa ya kidijitali, maoni huru na kuongezeka kwa ufaulu wa elimu kumebadilisha kimsingi jinsi wananchi wanavyojihusisha na mamlaka. Alisema kuwa kuendelea kwa CCM katika mazoea ya zamani kunahatarisha kukitenga na watu hao ambao inadai kuwawakilisha. Hata hivyo, mtazamaji, Heche pia alidokeza kuwa majaribio ya kudhibiti simulizi kupitia vitisho au ujumbe maalum huimarisha tu azimio la upinzani. Alisema kuwa kila kitendo kinachochukuliwa kuwa ni kukandamiza haki au kuchezea maoni ya umma Tanzania kinakuwa somo kwa vijana kuhusu umuhimu wa ushiriki wa kisiasa na kupinga dhuluma. Katika tathmini yake, mbinu za CCM bila kujua ni kulea mwananchi aliyedhamiria zaidi na anayejali kisiasa. Matamshi yake Heche yanaakisi mkakati mpana zaidi wa Chadema kujiweka kama sauti ya kizazi kipya kinachotaka mageuzi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa kupinga moja kwa moja mtindo wa uongozi wa CCM na mwelekeo wake chini ya Rais Samia, John Heche alilenga kuangazia kile anachokiona kuwa ni mgongano wa kimsingi kati ya utamaduni unaozeeka wa kisiasa na matarajio ya jamii ya vijana inayoendelea kushikamana Tanzania. Maoni hayo yamevuta hisia nyingi mitandaoni, huku wafuasi wa upinzani wakimsifu Heche kwa kuelezea kile wanachokiona kuwa ni hali ya kuchanganyikiwa inayoongezeka miongoni mwa vijana wa Kitanzania. Wakati huo, watetezi wa chama tawala wamemshutumu Heche kwa kutia chumvi na kutaka kuweka mgawanyiko wa mazingira ya kisiasa kwa manufaa ya kivyama Tanzania. Mtazamaji, Rais Samia Suluhu au hata viongozi wa CCM bado hawajaweza kujibu au kutoa majibu yoyote ya kina kuhusu madai haya ya kutatanisha John Heche dhidi ya chama cha CCM.